Unaambiwa kitu ambacho aliweza kukifanya Djigui Diarra kwa siku ya leo ni kitu cha ovyo sana, na ni kitu ambacho kinatakiwa kupigwa vita, hasa kwenye mpira wetu wa Tanzania, mpaka imepelekea bodi ya ligi na kamati ya masaa 72 kuweza kutoa hukumu haraka iwezekanavyo. Bodi ya ligi na masaa 72 wameweza kumsimamisha Djigui Diarra takriban mechi 10 za ligi kuu. Yaani hivi ambavyo tunazungumza mimi na wewe, Djigui Diarra hataweza kuonekana kwenye takriban mechi 10 za ligi kuu kuanzia leo hii. Na kama ambavyo tunafahamu, Diarra ni moja kati ya wachezaji muhimu sana kwenye kikosi cha Yanga. Kwa hivyo kukosekana kwake basi kunaweza kusababisha matatizo mengi kwenye klabu yake ya Yanga. Bwana, kitu ambacho amekifanya Diarra leo hii, kitendo cha yeye kutaka kumwadhibu muamuzi kwa makofi, basi ni kitu kibaya sana, na sisi kama wanasoka na sisi kama wadau wa soka hapa Tanzania hatutakiwi kabisa kukifumbia macho, tunatakiwa kukipiga vita kwa mikono yote miwili. Leo hii kuna mechi kati ya Mtibwa Sukari na Yanga. Djigui Diarra alitaka kumpiga makofi muamuzi baada ya kuona ya kwamba muamuzi anaamua maamuzi ambayo yeye kwa upande wake hajafurahishwa nayo, na Djigui Diarra hakuweza kuishia hapo kwa sababu mara baada ya mechi kuisha, mechi kati ya Yanga na Mtibwa Sukari, alitaka kufanya kitu kingine cha hovyo sana. Kitu chenyewe ni kuwaonyesha dole la kati mashabiki wa timu ya Mtibwa. Maana baada ya mechi kuisha, Djigui Diarra alifanya kituko kingine cha kuwaonyesha dole la kati mashabiki wa Mtibwa. Na kama ambavyo tunafahamu, dole la kati ni ishara ya matusi. Ina maana Diarra aliweza kuwatukana mashabiki wa Mtibwa, na kama ambavyo ilivyo kwenye kanuni za bodi ya ligi inaonyesha kwamba kuonesha kidole cha kati ni tusi ambalo linaweza kupelekea mchezaji kuweza kufungiwa takriban mechi 10 au kupigwa faini kuanzia $500,000 mpaka $1,500,000 au vyote kwa pamoja. Sasa kamati ya masaa 72 na bodi ya ligi waliweza kuliangalia hili na baadaye wakaweza kumfungia takriban mechi 10 Djigui Diarra. Wananchi kuanzia sasa hawataweza kumuona Diarra dimbani kwenye mechi 10 zijazo. Na kama ambavyo tunafahamu, Diarra ni mchezaji muhimu sana, na ukizingatia kwa sasa mashabiki wa Yanga wana wasiwasi kwa sababu wachezaji wao wengi ni majeruhi. Kwa hivyo anaweza kuigharimu timu kwa kiasi kikubwa sana kwa kupunguza idadi ya wachezaji bora kwenye kikosi cha Yanga. Bwana, mara baada ya Bongo 9 kuweza kuona tukio bovu ambalo Diarra amelifanya, tukio la kuwaonesha dole mashabiki wa timu ya Mtibwa, basi tukaona tukusogezee tukio hili na wewe mtazamaji wetu uweze kuliona. Mimi sina la ziada, lakini kabla sijakuacha, ningependa kukusisitiza mpenzi mtazamaji uweze kusubscribe channel yetu, lakini pia kwenye uwanja wa comment usisite kutuachia komenti yako. Mpaka wakati mwingine.